Kwa majina naitwa Philbert Clement. Nilikuwa mwanachuo hapa FDC Sikonge. Nilibahatika kujiunga na mafunzo ya hapa ya ufundi welding 2024 mpaka 2025 mwaka jana. Kabahatika kumaliza chuo. Fani ambayo nilikuwa nasomea ni uchomeleaji. Umeona? Baada ya kusoma kumaliza nikapendezwa na mazingira ya hapa FDC au mazingira ya Sikonge nzima. Nikaongea na wakubwa kama mkuu wa chuo na watumishi wengine, wakaona si sawa, wakanipa eneo la hapa chuo kwamba kijana wetu fungua ofisi hapo. Nikabahatika basi nikafungua ofisi hapo mazingira ya chuo. Nimefanya shughuli mbalimbali hasa za hapa chuo kama meza, viti vya kukalia wanachuo wenzangu ambao wadogo zangu sasa. Alokuwa mwaka wa kwanza na mwaka wa pili sasa hivi. Lakini pia nimefanya kazi nyingi za halmashauri au watumishi wa halmashauri au hapa chuoni kuna VETA ipo huko Ipole. Pia nilipewa hiyo tenda ya kutengeneza madirisha ya VETA Ipole. Kwa nafanya kazi nyingi za watu mbalimbali, hasa watumishi, taasisi kama hivi, umeona. Lakini pia baada ya kumaliza hapa chuo na hizo kazi ndogo ndogo ambazo nilipata, naweza kupata 200 mia ngapi ambao naweza nikafanya mambo yangu baada ya fani hii kumaliza. Nimebahatika na mimi kununua kaeneo, panga chumba, umeona, na usafiri wangu hivyo. Kazi ya ufundi kwa mimi binafsi naweza nikasema kwamba ni kweli, maana hapa chuoni kunakuja watu ambao wameishia form 2 au form 4, umeona, au wengine tupo huko hata darasa la 7, umeona. Lakini kwa mimi binafsi mimi naona ufundi kwa wakati huu ambao tunaelekea, ufundi ndio kila kitu. Sawa? Tunaona watu wengi ambao wamesoma na wana mavyeti yao wapo tu nyumbani wametulia. Umeona? Wapo kwenye mazingira hapa na pale, wengine wanapiga hata daladala, wengine wanafanyaje. Lakini sisi ambao tumeishia hatufanikiwa kusoma, tumekuja hapa kujiunga na mafunzo ya ufundi, ndio sasa hivi tunaperform mtaani. Umeona? Kwa hiyo yani mimi kwa mimi binafsi kwa namna nyingine naweza nikasema kwamba kujifunza ufundi au kuwa na ujuzi ni kitu muhimu kwa vijana sasa hivi. Unaona? Ambao ni kitu ambacho kinaweza kumsaidia katika maisha yake kujiajiri mwenyewe au kuajiriwa sehemu nyingine hivyo.